Jumamosi mubarake kwako mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Iyamba Letu TV. Uko nami Machumbe Etongano Lami Kristal, mwandalizi na mtekelezaji wa makala yako ya usalama. Ukitaka unaweza kuniita sauti ya wazee kwenye kizazi kipya au mzee wa taarifa za ukweli. Makala haya yanakujia hewani kila siku saa 1 usiku kwa saa za Afrika ya Kati, sawasawa na saa 2 usiku Afrika Mashariki. Karibu na kaa nami hadi tamati ya makala haya. Katika makala yetu ya Ijumaa hii Aprili 4, 2026, tumulike hali ya usalama bondeni mwa mto Ruzizi wilayani Uvira mashariki mwa Kongo, ambako vyanzo tofauti vimeripoti kuwa usalama umekuwa finyo katika eneo hilo kupitia kuwepo kwa wahasi wa M23 kwenye umbali wa kilomita zisizofikia 50 na mji wa Uvira, makao makuu kwa mpito ya mkoa wa Kivu Kusini. Baada ya kuondoka kwa M23 jijini Uvira Januari ya 2026 na baada ya kuteka Desemba 2025, waasi hao walirejesha ngome zao katika vijiji mbalimbali vilivyopo mlangoni mwa jiji hilo, wakitishia mara kwa mara mitandaoni kuwa endapo serikali ya Rais Felix Tshisekedi haitaheshimu mkataba wa makubaliano ya kuwasaka waasi wa FDLR, M23 watafungua moto na kuliteka upya jiji la Uvira. Licha ya mbwembe zinazotolewa mitandaoni na M23, serikali na muungano wa wazalendo zilituma vikosi vyao kwa wingi katika vijiji vinavyopakana na eneo zote zinazodhibitiwa na waasi hao bondeni mwa mto Ruzizi, lakini pia katika milima mifupi na mirefu ya wilaya za Uvira, Fizi na Mwenga, ambako kwa mujibu wa vyanzo tulivyo navyo, kila wanapojaribu kusonga mbele waasi wa M23 ukutana na moto mkali wa jeshi la taifa likiungwa mkono na wapiganaji wanao uzoefu mkubwa wa mtuto wa risasi wanaoitwa wazalendo, kwa maana ya raia waliochukua silaha kwa mujibu wa katiba ili kupambania ardhi ya nchi yao. Upande wa wazalendo ni kwamba madai ya M23 kuteka upya mji wa Uvira ni kama ndoto ya kitandani ya mtu aliyekuwa maskini akihota amejenga hangani wakati uchumi hana. Wazalendo hao wamethibitisha na kusema endapo pasingekuwa na usaliti mkubwa katika ufanisi wa operesheni zao mwaka uliopita, M23 wasingeweza kwa ndoto au kwa maono kuchukua mji wa Uvira. Siku chache zilizopita, mapambano makali yaliripotiwa uko Runingo, Sange na maeneo mengine bondeni mwa mto Ruzizi, wakati waasi wa M23 wanaoungwa mkono na serikali ya Rwanda walipojaribu kusonga mbele kushambulia ngome za wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Upande mwingine, mashirika ya kiraia wilayani Fizi imethibitisha kuliunga mkono jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likiungwa mkono na wazalendo katika operesheni zao wanazoziendesha milimani mirefu mwa wilaya ya Fizi, licha ya kurudi nyuma kidogo baada ya jeshi kuteka mji wa Minembwe na baadaye kusambazwa na ndege isiyokuwa na rubani kutoka nchini Rwanda. Kwa mujibu wa wanaharakati hao wa asasi za raia, jeshi pamoja na vikosi vya wazalendo vipo katika hatua mzuri ya kupiganisha mipango yoyote ya adui ya kutekeleza mbinu zake za kugawa nchi ya DRC. Aidha, raia wanatakiwa kuliunga mkono jeshi lao, ametaja Dieudonne Msuse Wanani, mwenyekiti wa shirika la raia la Susiko DRC, alipoyajibu maswali yetu. Bwana Dieudonne Msuse, ukiwa mwenyekiti wa shirika la raia la wazalendo wa DRC Susiko RDC, taarifa tulizonazo ni kwamba baada ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo kuendesha mapigano makali katika mji wa Minembwe Center huko maana ya Madegu, walishika mji wa Minembwe. Sasa kukawa na taarifa kwamba baada ya kushika mji huo saa 7 ya usiku kaja ndege ambayo isiyokuwa na rubani kutoka Rwanda ikawasambaza. Sijui upande wenu kama mashirika ya kiraia, anga ya DRC inaweza kukaa hivyo kabisa, na ninyi mna tathmini vipi na mna lipi la kuongezea kwa serikali? Asante sana bwana mtangazaji. Ni kweli kwamba
wanajeshi wa serikali ya Kongo pamoja na wazalendo walifanikiwa kuingia katika kijiji cha Minembwe na kuwafurusha wale waasi wa M23 Twirwaneho na wanajeshi wa Rwanda. Sasa kama ulivyosema, kufikia mida ya usiku kuna ndege ambayo isiyokuwa na rubani ambayo ilitoka Rwanda na kuja kuwapiga, kuwashambulia wanajeshi katika eneo hilo. Sisi kama vile shirika la raia, ni neno la kusikitisha sana, maana ni jambo ambalo lisioeleweka. Ndege inatoka katika nchi nyingine na kuja tu mara moja katika anga ya nchi nyingine na kuweza kushambulia wanajeshi. Hilo jambo sisi kwetu hatukuliona vizuri, na kwa upande wetu tunaweza kuomba serikali ya Kongo iweze kulinda anga isiweze kuvamiwa na majeshi ya nchi yoyote na swaswa Rwanda. Na upande wako ukitathmini vizuri kuhusiana na kile kinachoendeshwa huko milimani katika operesheni za kukaba mahadui, upande wako unaona kutakuwa na gisi ya jeshi la taifa kurejelea tena eneo hilo la Minembwe? Sisi tuna imani sana na jeshi letu la Kongo, na tuna imani kuwa litaweza kuwafurusha hao wanyang'anyi ambao ni Rwanda, ambayo inajificha nyuma ya waasi wa M23 na kuweza kuvamia nchi yetu ya Kongo. Jeshi letu liko imara na tuna imani nalo, na litaweza kufanikiwa kuwafurusha hao wanyang'anyi kutoka Rwanda katika maeneo yote ambayo wanadhibiti katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wenda nini ambacho kifanyike zaidi ili hakikisha kuwa jeshi limekuwa na nguvu ya tija na limemiliki eneo zote ambazo zinadhibitiwa na waasi? Wakuu viongozi wa serikali wanapaswa kuweza kupatia jeshi letu vifaa vingi pamoja na vifaa vya kulinda anga, ili jeshi letu na vile vile kuongeza vifaa kama vile madrone na bunduki zile nzito, ili serikali yetu, ili wanajeshi waweze kuwashambulia mara moja na kuwafurusha wanajeshi wa Rwanda pamoja na waasi wa M23 katika nchi yetu. Na tuseme kwamba baada ya taarifa kwamba Minembwe imeanguka mikononi mwa jeshi pamoja na wazalendo, raia walikamatwa na furaha kubwa na wakawa wamefurahi sana. Sasa hadi sasa raia wanaanza kutoa matumaini baada ya kusikia kwamba kuna ndege ilitoka katika nchi jirani ya Rwanda, ndege isiyokuwa na rubani, na kuwashambulia wanajeshi pamoja na wazalendo katika maeneo ya Minembwe. Upande wako kama msimamizi wa raia, unanipi la kuongezea wenda raia matumaini? Sisi jambo ambalo tunaweza kuambia raia kwa sasa ni raia kuwa na imani na jeshi letu. Raia iweze kukuwa na imani na jeshi letu, maana jeshi letu lina nguvu na ni vita ambavyo wanapambana, pande zote wanaweza kupambana. Inaweza kukamata muda, ila sisi tuna imani kwamba serikali yetu itaweza kuwafurusha wanajeshi wa Rwanda pamoja na waasi wote na kunyakua maeneo yote ambao walikuwa wakikalia kimabavu. Bwana Dieudonne Msuse, tunashukuru sana kwa muda wako uliotupa sisi watu wa Yamba Letu TV, na waza kwamba tukutakie kila laheri na usiku mwema. Asante sana bwana mtangazaji. Tulipojaribu kuwasiliana na msemaji wa jeshi kwenye sekta ya operesheni Sokula ya pili ili kufahamu kwa kina hali inaendeleaje milimani mwa tarafa la Fizi, jibu ni kwamba uongozi utatoa majibu baadaye. Hadi hapa nalifunga taratibu jamvi hili la makala ya usalama. Ulikuwa nami Machumbe Tonganolami Crystal kama kawaida yetu, na kuomba tukutane tena tunapojaliwa. Alamsiki.